Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine au nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kulingana na kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, mambo yanaonekana kuwa mazito kwenye uongozi wa klabu hiyo kufuatia moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo iliweza kutolewa na mchezaji kuhusiana na kile ambacho kilichokwenda kutokea. Sasa leo hii uongozi wa klabu ya soka Young Africans umeweza kutoa taarifa kuhusiana na kauli ambayo aliitoa mchezaji wao Clement Mzinze juu ya yale ambayo yalikuwa akiweza kuendelea, ambapo Clement Mzinze aliweza kuweka taarifa yake akizungumza ya kwamba anarudi, bora arudi Ilinga, taarifa ambayo ama kauli ambayo imetafsiriwa na wengi pengine labda amechoka ama hayupo tayari kwenye kikosi cha Yanga. Sasa maswali yote na majibu ambayo ulikuwa unajiuliza na unakosa majibu kuhusiana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, basi taarifa imeweza kutoka na mimi nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kwa nini mchezaji huyu ameweza kuweka taarifa hiyo, kuzungumza kauli hiyo ambayo imeweza kuleta taharuki kweli kweli kwa mashabiki wa klabu ya soka Young Africans, lakini pia uongozi umeweza kuweka bayana juu ya kinachoendelea. Ni kitu gani? Kaa na sisi mwanzo mwisho kuweza kujua taarifa hii, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hili usiendelee kupitwa na taarifa zetu. Cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kuna kwa kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans umeweza kushuhudia kwa sasa mambo ambavyo yanavyozidi kwenda. Mambo ni mazuri kwenye upande wa kiwanjani, ukiweza kushuhudia wakiwa wanasubiri mchezo wa dabi ya Kariakoo, na unafahamu ya kwamba kwa sasa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Yanga ni kuhusiana na kauli ambayo ameitoa mchezaji Clement Mzinze. Bana, Clement Mzinze ni swala la muda kweli kweli, watu wengi hawajamtia machoni kwenye kikosi cha Young Africans, na hiyo ni kwa sababu alipata majeraha, ambapo awali alipata majeraha ambayo akamfanya akakaa muda mrefu, akarudi wakati Young Africans bado wapo katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kabla ya kuondolewa alicheza mchezo mmoja dhidi ya Farabati, nadhani katika kama kumbukumbu zitakuwa ziko sawa, kwenye mkondo wa pili, ambapo ilikuwa ni mechi ya ugenini, ambapo alipata tena na majeraha ambayo ilisemekana ametonesha goti lake, hivyo basi akawa amekaa nje kwa muda mpaka sasa hivi ambapo tunazungumza bado yuko nje. Taarifa ya kurejea kwake haikuweka wazi. Sasa kile kinachotokea baada ya muda kupita, kauli ambayo amekuja kutoa imezua maswali mengi sana juu ya kwamba bora arudi Ilinga. Sasa ni taarifa ambayo pengine mashabiki wa klabu ya soka Young Africans wanaamini kwamba labda pengine kuna sababu ambayo imemfanya mwamba huyo kuweza kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans, labda pengine amechoka ama kuna sababu ambazo zinazopelekea hivyo. Kumbuka kwamba Clement Mzinze kubakia kwake kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kulikuwa na maneno mengi sana, ambapo litokea vuta ni kuvute kati ya Young Africans, baadhi ya wadau wa soka, lakini pia na wakala wake, ambapo ilikuwa ni Bibi Justini, ambapo ilionekana
kwamba mchezaji anatakiwa kwenda kucheza katika vilabu ambavyo ni vikubwa, ambavyo vilikuwa vimetia ofa kubwa ya mabilioni ya fedha ili mchezaji huyo aende akacheze huko, lakini Young Africans walionekana kuwa wagumu kuweza kukubali ofa ya kumtoa mchezaji huyo kwenda kuangalia maisha yake nje na klabu ya soka ya Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba kwa sababu wakati huo Mzinze alikuwa bado na mkataba na kikosi cha Yanga, hivyo basi ikawa ni ngumu kweli kweli kuweza kuondoka, hivyo basi mpaka Young Africans waruhusu kuingia makubaliano, lakini Young Africans walionekana kukadha kweli kweli kuhusiana na dili hilo, na mchezaji akabakia kwenye kikosi cha klabu ya soka hapa nazungumzia si wengine ni Young Africans. Kwa hiyo pengine maswali yakawa ni mengi juu ya Clement Mzinze na kile kinachoendelea kwa sasa, pengine mchezaji kutokuonekana, yale majeraha pengine ndiyo sababu ya kile ambacho kimetokea, ambapo Mzinze yeye mwenyewe kwa kauli yake ameonekana kuto kama ni mtu ambaye pengine labda amekata tamaa, huku ikionekana maneno yamekuwa ni mengi juu ya yale ambayo yametokea, ambapo kwa kauli yake ambaye amesema bora ni rudi Iringa, ambapo mpaka sasa amewaacha mashabiki katika njia panda wakijiuliza kunani nini ambacho kinachoendelea kwa sasa kwa mchezaji huyo ambaye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni muhimu kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Bado uwezo wake na nguvu ambazo yuko nazo. Kwa hiyo pengine tusubiri kuweza kuona itakuwaje. Lakini katika yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, pengine mambo yanazidi kuwa magumu kweli kweli. Unaona bana, anaandika mdau wa soka anasema ya kwamba naamini wapinzani wanajichukulia noti kwa Yanga kwa sasa iko maeneo ya kwenye nyakati zipi? Zidi ya Pamba Jiji mabao 2 kipindi cha kwanza, zidi ya Mbeya City kipindi cha kwanza mabao 5, ambapo zidi ya Mwembe Makumbi kipindi cha kwanza mabao 3. Kuna mawili, mwalimu akifanya mabadiliko, wachezaji wanaotokea benchi wengi hawapo tayari kutoa kiwango chao kwa 100%, wanataka moto au ni kitu ambacho kinachoonekana, ambapo ukiweza kushuhudia mambo ambavyo yanaelekea. Lakini hizi ambazo zinazoendelea kwa sasa ni kama vile unaweza kusema ya kwamba ni dalili njema kabisa, ambapo inaonekana Young Africans kuelekea dabi wanaonekana kuwa wa moto sana, jambo ambalo mara nyingi linazidi kuwatisha wapinzani. Na kuaje Yanga ambapo hii ikielekea kwenye dabi inakuwa ya moto kweli kweli, na umeweza kushuhudia kitoka kuweza kumpiga mtu bao 6 na sasa iko katika michuano ya muungano huko, ambapo wakirudi game yao ya kwanza itakuwa dhidi ya mnyama Simba, ambapo itakuwa dabi ya Kariakoo, ambapo safari hii sasa ndio itajulikana, na bado paka sasa haijulikani ambapo itapigwa wapi. Itakuwa ni dimba la Benjamin Mkapa au la? Weka maoni yako hapo chini kuhusiana na